Leo tunaangazia timu 4 kutoka nchini Tanzania, wawakilishi wa taifa kwenye michuano ya CAF kwa maana ya kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa barani Afrika. Naitwa Coach Maregesi. Sikiliza neno kwa neno kuelekea kwenye hii michezo, namna ambavyo tunaiendea kwa timu zetu. Ni weekend nyingine ya moto kwa kombe la shirikisho pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika. Tanzania tunawakilishwa na timu 4, ligi ya mabingwa 2 na kombe la shirikisho 2. Kwa maana hiyo, ni ipi nafasi yetu kwenye timu zetu 4 kushiriki au kuendelea nafasi inayofuata kwa maana ya hatua ya robo finali? Ndio kitu watu wengi wanajiuliza kimahesabu na strength na weakness ya timu mpinzani. Ndio vitu ambavyo tunaviangalia hapa kwa ujumla. Tukianza na ligi ya mabingwa, timu ambayo unaona ina nafasi bado ni 50-50, inayo nafasi ya kwenda robo finali kwenye mechi 2 ambazo zimebakia, wakianza na mechi ya raundi ya 5 dhidi ya FAR Rabat pale Morocco. Hapa naozungumzia mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara, Yanga wana pointi 5 sawa na FAR Rabat mpinzani wake ambao wanakutana naye. Kinara yuko Ali, kimahesabu ni kama ameshafuzu moja kwa moja kwenda robo finali. Sasa hapa vita imebaki ya watu wawili, FAR Rabat na Yanga, nani aungane na Ali. Mpinzani ambaye uko chini kabisa mwenye pointi 2 JS Kabylie ni kama ameshamaliza hesabu. Sasa namna gani ambavyo Yanga nayo nafasi kwa mechi ya Yanga weekend hii kwenda kumaliza nafasi ili wafuzu ni ushindi pekee ama sare ya aina yoyote. Lakini ikitokea ikipoteza kwa goli 1 bila, hesabu bado zinakuwa ngumu, nafasi inakuwa finyu zaidi. Ikitokea imepoteza zaidi ya magoli 2, automatically Yanga inakuwa imejiondoa. Hata ikitokea mazingira gani yoyote, ikija kushinda mechi yake ya mwisho hakutakuwa na nafasi kwa sababu ya faida ya goli ya faida ya ushindi ambao inategemea umeshinda ushindi wa aina gani. Lakini Yanga ikishinda kwa dhidi ya FAR Rabat inafikisha pointi 8. Mechi ya mwisho hata FAR Rabat amfunge Ali mabao 8 haitamsaidia. Kwa hiyo hapa issue Yanga ni ushindi ili kwenda hatua inayofuata. Inawezekana, lakini ukiangalia possibility, mimi kwa Yanga hata nikizigawa asilimia naweza kumpa labda asilimia 25-30 kulingana na FAR Rabat. Ni FAR Rabat ambaye amekuwa na takwimu nzuri kweli. Kwenye mechi 10 mashindano yote karuhusu magoli 3 tu. Unaangalia timu ya aina hii ambavyo iko solid kwenye eneo la ulinzi, alafu naenda kucheza nayo. Yaani wazuri sana kwenye matumizi ya uwanja wa nyumbani na wana benchi zuri la ufundi. Wana wachezaji ambao wanaweza kuamua matokeo. Kwa hiyo ngoma inaweza kuwa ngumu sana kwa Yanga. Ndio maana nimewapa asilimia ndogo sana, nikawapa asilimia kubwa FAR Rabat asilimia 70. Hapa kuhitaji neno uzalendo. Hapa ni quality na weakness na takwimu zinasema nini. Ingawa kila dakika 90 zinakuwa ni mpya. Tunaenda kwa Simba ni asilimia 99 wameshaondolewa. Kilichobaki ya asilimia 1 ni mahesabu tu ambayo tunayachukulia, tunasema mpira unadunda. Lakini kimahesabu ndio maana kumsikiza hata msemaji wao hawamo kabisa. Ni kwa nini? Juu yupo Stade Malien pointi 8. Simba hawezi kuzifikia zote na pointi, wana pointi 1, wakishinda mechi 2 wanapata pointi 7. Kwa hiyo Simba hapa labda zile nasema dua la kuku mara nyingi na huwa limpati mwewe. Kwenye sayansi ya mpira sizioni kabisa. Simba nafasi yao ili wafuzu, washinde mechi zote 2, wamfunge Atletico di Luanda pale Angola kesho kutwa, na mechi ya marudiano dhidi ya Stade Malien washinde uwanja wa Benjamin Mkapa. Alafu wakati huo Esperance mechi zake 2 apoteze zote, asipata hata sare, kitu ambacho ni kigumu mno. Kwa hiyo asilimia 1 kuiona Simba ikifuzu, lakini asilimia 99 kuiona ikiondolewa kwenye mashindano. Hapa anachokiona kwa Simba, watafute tu heshima na wasidondoke kwa kasi kubwa, siporomoke kwenye viwango vya vilabu, sababu ikitokea mpoteza mechi zote au mabaki na alama 1, watakuwa wameshuka kwa kiwango kikubwa. Inawezekana hata Yanga kawa juu yao, na ni mara ya kwanza Simba tangu miaka 2017-18 wamekuwa na matokeo mabovu na wanaelekea kutokufuzu kabisa, na kitu ambacho sio cha kawaida kwao kwenye ushiriki, na ndio timu dume kwenye haya mashindano ya CAF. Imefuzu mara kadhaa robo finali na imechonga barabara kwa timu zingine, lakini kwa wakati huu mambo yamekuwa tofauti kabisa.
performance sio nzuri, matokeo sio mazuri. Kwa upande wa kombe la shirikisho, kundi B alilopo Azam ana pointi 6, mechi 2 kashinda nyumbani na ugenini dhidi ya Nairobi United. Kundi ambalo kinara ni Wydad Casablanca na pointi 9. Anafuatiwa na Maniema Union pointi 9. Anafuatia Azam. Wa mwisho huko Nairobi, Nairobi United automatically ayumo, anakamilisha tu ratiba. Hata akishinda mechi zake 2 haitamsaidia chochote. Kwa hiyo kundi kwa namna gani ilivyo, inamhitaji Azam weekend hii iwe mvua, iwe jua, iwe kipupwe, iwe hali yoyote ya hali ya hewa, washinde huu mchezo ili waangalie namna gani wanaenda kumaliza mchezo wao ugenini dhidi ya Wydad Casablanca. Kwa hiyo ni mechi ambayo, ni kundi ambalo bado timu tatu hazijapata uhakika wa moja kwa moja kufuzu. Unaweza kuwa umefikisha pointi 9 na bado usifuzu. Mechi ya Azam dhidi ya Silmano dhidi ya Maniema ni mechi ngumu kweli kweli. Wanakutana wachezaji makocha wa raia wa Kongo. Florent Ibenge, moja kati ya makocha wakubwa sana, na ile kocha wa Maniema anaonekana ni kati ya makocha makatili sana kwenye mbinu. Timu yake inapambana uwanjani. Ni timu ambayo imetoka kuwafunga Wydad Casablanca pale nyumbani kwake, wakilipiza kile ambacho kilitokea kule Morocco. Kwa hiyo Azam bado anayo nafasi kwenye mechi hizi 2 ili aondoke afuzu. Jambo ni moja tu, sio sare wala kitu kingine chochote, bali ushindi. Kwa mazingira hayo, tutegemee timu zetu ziende kushinda hii michezo. Watu ambao unaona nafasi nzuri, Azam anayo nafasi, lakini nafasi ambayo nitakuwa shinde mechi zote 2. Yanga akishinda mechi yake dhidi ya Farabati moja kwa moja atakuwa amefuzu. Na ukiangalia viwango vya timu zote hizi 4 wamekuwa na nyakati nzuri, lakini ukiondoa Simba ambao wanalegalega, lakini Singida Black Stars dhidi ya Otoho Ahyo kutoka Kongo wamekuwa na kiwango kizuri, walipishinda hapo wakaenda kapoteza kule. Mechi sasa inayokuja dhidi ya Belouizdad kutoka Algeria ndio mechi ambayo nitakuwa wafanye ukatili ili wafufue tena matumaini ya kwenda mbele. Kila laheri, lakini ni mechi ambazo zinahitaji commitment, fighting spirit, kutumia nafasi, kupunguza makosa, ufanisi mwingi uwanjani, kutekeleza maagizo ya walimu, kitu ambacho kinatakiwa. Hizi sio mechi ambazo unaweza kutengeneza nafasi 7-10. Ni mechi ambazo unaweza kutengeneza nafasi 3 tu kwenye dakika 90, alafu sije ukapata nafasi nyingine. Usipoitumia perpendicular inaweza cost. Kwenye cost cha Singida Black Stars ambao wana mchezo mgumu dhidi wa Arabu, miongoni mwa wachezaji ambao wanapata nafasi lakini matumizi yake sio mazuri zaidi ni Joseph Gede. Kwa hiyo kwenye hii mechi hii inabidi kidogo awe clinical finisher. Tofauti na hapo wanaweza kujikuta kwenye wakati mgumu wanayaga mashindano. All in all ni mechi ambazo zitatawaliwa na mbinu sana. Ukiwa na mbinu thabiti, ukiwa na creativity, ukatumia nafasi, una nafasi ya kufuzu.